Naomba kuwashukuru na kuwapongeza pia shirika la Msalaba Mtakatifu ambao wamekuwa wakihudumia parokia hii kwa awamu tofauti tofauti, kwa maana ya wachungaji waliotumwa hapa mpaka wa sasa. Nawashukuru sana. Kuna mwakilishi wa mkuu wa shirika hapa. Asanteni sana. Kwa hiyo leo sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ujumla kama jimbo au kama kanisa mahalia, kwa sababu jumuiya mpya imezaliwa. Nyumba inapopanuka, familia zinazaliwa, huwa kuna furaha. Kwa hiyo kanisa kama kanisa mahalia la jimbo tunafurahi kwa sababu jumuiya mpya imezaliwa, ni parokia hii ya Mtakatifu Yosefu. Kwa tunaungana nanyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameendelea kubariki utume wetu. Hii limefanyika kwa sababu kanisa limefanya utume wake. Waliokuwa parokia mama wamefanya bidii pamoja na Wakristo wao, lakini ushirikiano na wengine wote, idadi ya Wakristo ikaongezeka, lakini pia kwa kuzingatia mahitaji muhimu ya kanisa kwa mazingira haya. Hawa wanahitaji kwa karibu zile huduma za kanisa ambazo ni misa takatifu, huduma za sakramenti mbalimbali, mafundisho kwa makundi mbalimbali, kuanzia wakatekumeni, komunyo ya kwanza, mafundisho ya kipaimara, ndoa, huduma za wagonjwa na kadhalika. Haya yanahitajika kwa karibu. Lakini kuna mashauri pamoja na malezi ya karibu. Kiwa parokia ikiwemo, waamini wanapata huduma hizo kwa karibu, pamoja na mengine ambayo yanahitajika kwa makundi mbalimbali. Zaidi, usimamizi wa karibu. Parokia ni taasisi ambayo ina uongozi wake rasmi. Tumemtangaza paroko, atakuwa na wasaidizi wengine. Walimu wa dini wapo, halmashauri wapo, vyama vyote vya kitume, mashirika, makundi yote kwa ujumla. Sasa uongozi ukiwa karibu, basi huduma pamoja na utendaji ambao unategemewa unakuwa rahisi. Mipango inayopangwa, utekelezaji wake na shughuli zake zote, hizo za kichungaji na za maendeleo, zinakuwa rahisi. Kwa hiyo leo tunapoanza rasmi parokia hii ambayo tunaunda jumuiya mpya, sisi tunazo nia za pekee ambazo tunaziweka mbele ya Mwenyezi Mungu. La kwanza kabisa, tunawaombea. Ndio maana tunafanya adhimisho la misa. Tunawaombea waamini wa hapa Kitete, wa parokia hii mpya, pamoja na mchungaji wao, baraka za Mungu katika utume. Amen. Tunahitaji parokia istawi. Amen. Lakini la pili, tunawaombea pia muwe imara katika imani. Kama imani itayumba, imani haiko imara, basi parokia sijui kama itatembea au kama itazaa au itastawi inavyotegemewa. Tunaomba waamini mtunze imani yenu, mwilinde imani yenu, msiwe wachoyo, enezeni imani hiyo. Enezeni imani hiyo. Waliotangulia walifanya kazi mpaka ninyi mkazaliwa, na ninyi fanyeni bidii kusudi utume wa kanisa uendelee kuonyesha matunda yake. Enezeni wema, mjenge dhamiri safi za watu walio na dhamiri safi, wenye imani, wanaomcha Mungu. Kanisa ni chombo cha upatanisho. Sakramenti ya wokovu inapatanisha watu na Mungu. Huo ndio wajibu wetu. Sura ya kanisa au ya Kristo ambaye ni mwema na ni mchungaji mwaminifu, sura hiyo inapaswa kuonekana kwa kupitia sisi tuliozaliwa kama parokia. Ndani ya parokia tunahitajika umoja na mshikamano. Katika Injili tumesikia Kristo akiwaombea mitume wake, akiwaombea wafuasi. Kwa maneno mengine, aliliombea kanisa, aliwaombea wale wawe wamoja.
aliomba washikamane kama ambavyo yeye ameungana na Baba. Anataka kama yeye alivyo ndani ya Baba na Baba yuko ndani yake, na hawa waunganike hivyo. Sala yetu leo ni ninyi pia mshikamane, muwe viungo halisi vya mwili wa Kristo, viungo ambavyo vinaujenga mwili wa Kristo katika nafasi zote ambazo ni muhimu au nyanja muhimu za utume wenu. Katika ibada shikamaneni, katika kusali shikamaneni, katika kufundisha shikamaneni, katika kutoa huduma mbalimbali shikamaneni, katika kuendeleza huduma au parokia kwa ujumla mshikamane. Msingi wa mshikamano wenu uwe kama ule wa jumuiya ya kwanza wa Kristo. Nini jumuiya rasmi inayoanza leo ambayo imetayarishwa vizuri, haikuja hivi. Matayarisho yote yaliyotakiwa, yale ya msingi yamefanyika. Tena katika mazingira mazuri. Mnayo kanisa leo, mahali pa kusali, mnayo nyumba ya wahudumu ipo, na maeneo mengine vigango vipo. Kuna maeneo mengine huko nyuma utume wa aina hii unaanza hata wakati mwingine chini ya mti. Sisi tumepiga hatua, ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo muhimu sana kujiweka pamoja. Katika somo la pili, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 42 hadi 47, tumepewa mfano wa kufuata. Wale waamini wa kwanza, wao walidumu katika mafundisho ya mitume. Na ninyi jitahidini kudumu katika mafundisho hayo. Mafundisho yetu ni hayo, yenye msingi katika maandiko matakatifu na mapokeo ya kanisa. Lakini ya pili, walidumu pia katika kusali. Msali sala ya kweli, na ambayo inaonyesha kabisa kwamba anayesali huyo anaomba akiwa na matumaini, ni ile iliyoendelevu. Sala endelevu tena na tena wakati wote. Iwe katika kushukuru, iwe katika kuomba, katika hali zote sala iliyoendelevu salini. Lakini zaidi katika kushiriki maadhimisho matakatifu ya misa, na humo ndani kuungana katika kushiriki Ekaristi Takatifu. Pokea Kristo katika sakramenti hiyo. Wale walishiriki, waliungana, walisema walidumu katika kumega mkate. Tena nyumba kwa nyumba, jumuiya ile ikakua. Kwa sababu ni jumuiya ambayo inatunzwa, inalishwa, inashiriki pamoja, ina mshikamano, imeungana, haina nafasi ya shetani kuingia. Ndivyo walivyopambana wakashinda. Shikamaneni kama familia inayoshiriki, inayokula pamoja, inayojitafutia nguvu ya kimungu kwa pamoja. Lakini pia hawakuishia hapo, pia walihudumia kwa upendo katika hali ya mshikamano. Kwa hiyo leo sisi tunawaombea muwe na mshikamano na umoja wa namna hiyo. Jumuiya ile ilikuwa, wanasema kanisa liliendelea kukua kutokana na jinsi ambavyo limeliweka, lakini lilivyoongozwa na Roho Mtakatifu. Na ninyi pia mpate kukua kwa sababu hiyo. Na jambo la 4, tunawaombea pia katika kutenda kwenu muwe wabunifu. Ubunifu ambao unaletwa na Roho Mtakatifu. Mwangaza wa Roho Mtakatifu, maelekezo ya Roho Mtakatifu yanaleta mambo yanayotakiwa, yanayohitajika. Katika kupanga muwe wabunifu, lakini waaminifu katika kusimamia mipango mliojiwekea. Mkifanya hivyo mtafaulu. Na pengine mtatoa ushuhuda ambao unatakiwa. Watu wanaopanga tu bila kutekeleza sio waaminifu. Wanapanga hakufanya chochote. Mwisho wa mwaka mnapanga tena. Baada ya hapo mnapanga tena. Manake ni mtu tu ambaye anaweka ahadi ambayo hataishi au hatekelezi. Sisi tusio watu wa hivyo. Kwa hiyo hivi ndivyo tunawaombea. Wale ambao watapokea sakramenti ya kipaimara tunawaombea wawe hivyo. Waruhusu Roho Mtakatifu atende kazi ndani yao. Lakini pia hata hawa ambao wanapokea leo sakramenti ya ndoa, tunawaombea pia wao
wawe waaminifu. Katika maisha ya ndoa uaminifu ni muhimu sana, ili waonyeshe umoja ule wa Kristo na kanisa lake. Sura kama ile waionyeshe kwa maisha ya ndoa. Na jambo la 5, kwa parokia hii sisi leo tunawaombea pia mzae matunda katika uinjilishaji wenu. Uhai wa kanisa uonekane. Parokia mpya nilioanzisha mara ya mwisho ya Laganga, ambayo ni kama iko kona nyingine. Yaani kule ndio mwisho kwa upande ule wa jimbo, na leo tuko mwisho upande mwingine. Wale niliwaambia kwamba uhai wa parokia lazima uonekane kwa parokia, kwa huduma za parokia. Maanake watu wanabatizwa, wawe watoto, wawe watu wazima, wanapokea sakramenti ya kipaimara, lakini pia wanashiriki ekaristi. Familia ambayo haya hayafanyiki au kanisa, hata ukifika unaonja, unaona kumetulia, hata wamepoa, wakati wa maadhimisho kupokea kimya. Hawajisikii nyumbani, yani kama hawajisikii nyumbani. Kama mtu ambaye anasikitika yuko kwenye huzuni msibani, lakini kumbe yuko kawaida tu nyumbani. Hakuna kinachoendelea. Hakuna kinachoendelea kama hakumwagiliwi. Kwa hiyo haya, maana yake mafundisho yanakosekana, labda mifano inakosekana, hata wakati mwingine hata mazingira tu. Mazingira leo safi, kila mahali kumesafishwa, sio? Na mapambo. Lakini katika mahali ambapo utakuta parokia haistawi, dalili za mwanzo unaona hata njia ya kuingia kanisani hamna. Labda njia ndogo tu ya wale wachache wanaofika. Vigango vyetu visiwe na sura hiyo, wala parokia yetu isiwe na sura hiyo. Ionyeshe uhai unaotakiwa. Kwa hiyo leo tunawaambia tuwe waaminifu na wenye bidii. Watu wenye bidii ni wale wanaozingatia maagizo ya Mungu. Somo la kwanza, kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sehemu tuliyosikia, sikia maelekezo kwa Waisraeli, taifa la Mungu, kwamba mmemungama Bwana, kwamba ndiye Mungu wenu. Basi mzishike amri zake kwa moyo wote na kwa roho yenu yote. Maneno haya yanaelekezwa kwenu ninyi watu wa hapa Kitete, kwamba leo mmemuungama Bwana, Bwana ndiye Mungu wenu. Wakati wote wa matayarisho mlitafuta nafasi kama hii kwa Mungu. Sasa maelekezo ya kanisa ni haya: mzishike amri za huyu ambaye mnamwamini, na mfuate maelekezo yake kwa moyo wote, kwa nguvu zenu zote, kwa akili zenu zote. Haya ndiyo yanayotakiwa. Mmeambiwa mtembee katika njia zake, fuateni maagizo yake mpaka muwe taifa takatifu. Haya waliambiwa Wayahudi, lakini leo tunaambiwa sisi tutembee katika njia zake, tufuate maagizo yake ili tupate kuwa taifa takatifu. Na namna ya kutembea muhimu zaidi ni haya niliyotaja, yaliyo ya ibada na yale yote ambayo yanagusa utume wetu kama Wakristo kwa ujumla.